Dodoma tunayo changamoto ya watu kutojitokeza wa kutosha kwenda kupiga kura. Mwaka 2020 nafahamu Dodoma hatukufanya vizuri sana. Kitaifa waliopiga kura ni 55% ya watu waliokuwa na uwezo wa kupiga kura. Maana yake wana kadi ya kupigia kura lakini hawajaenda kupiga kura. 45% hawajaenda kupiga kura. 55% ndio walioenda. Kwa mkoa wa Dodoma walioenda kupiga kura ni 45% kati waliokuwa na sifa kupiga kura. 55% hawajaenda kupiga kura. Lakini kwa Dodoma jiji ambako sisi wengi tunatoka hapa, wote tunatoka hapa Dodoma jiji, hali ilikuwa ni mbaya zaidi kwa sababu walioenda kupiga kura ni 20% tu kati ya wale waliokuwa na kadi ya kupiga kura. Kwa hiyo pamoja na kuwa mnatuambia, lakini huenda ziko changamoto tunasema za tukiwa wenyewe, wale tunaowaambia tunataka tuwafikishie ujumbe labda haupati vizuri au vyovyote vile. Ndio maana sisi hii ni ajenda kubwa sana kuzungumza kwa mkoa wa Dodoma. Kwa sababu tunatamani kwa kweli sasa hivi tusiwe na hiyo hadithi ya kunyoshewa vidole kwa Dodoma mlifanya vibaya kwenye kujitokeza kupiga kura. Inakuwaje mtu anapanga foleni kwenda kuchukua kadi ya kupigia kura? Matumizi ya hiyo kadi ni siku moja tu katika miaka 5. Yaani ana siku nyingine asipotumia siku moja haina kazi tena, miaka 5 mingine tena anaenda kuiuisha tena ndio aende akaitumia. Lakini siku ikifika hiyo moja tu ya kutumia katika miaka 5 anasema ngoja mimi bwana nienda kusokoni bwana, hiyo mambo ya kura watapita au watapiga wengine. Hiyo siku moja ikifika wanasema kwa kweli mimi bwana siwezi kuwahi leo, yaani niende si mnadani hiyo siku moja. Wakati ungeweza kwenda mnadani baada ya nusu saa ya kupiga kura. Kwa hiyo tunaona tunahitaji bado kuwaambia watu kwa sauti kubwa. Lakini inapokuja swala la wanawake tunaona tuna mkazo zaidi wa kuweka kwa sababu sisi wanawake tuna uwezo mkubwa sana wa kutoa hamasa. Tulijifunza wakati wa uandikishaji hasa kwenye serikali za mitaa mwaka jana. Unawakuta hapa wanawake nyinyi wote tunakujiandikisha ili mpige kura. Kwa hiyo tukiangalia nyumba zote wametoka, mbona huyu nyumba hii yupo, nyumba hii yupo, nyumba hii yupo. Lakini idadi ikawa haipandi hapa jiji. Mbona idadi haielekeani? Hadi tukaanza kusema hata wachawi wametuletea takwimu za uongo. Na kila mtu akaamini akasema hizi takwimu wamezikuza, wameexaggerate, sio takwimu halisi. Mbona haina dalili ya watu kufika? Siku ya kwanza hamna dalili ya ile namba kufikia. Siku ya pili hamna dalili ya namba kufikia. Siku ya tatu ndio tukaanza kuitana. Jamani, hawa waliofanya takwimu hawa ni watafiti, hawadanganyi. Hem, tutafutia watu wamejificha wapi? Kwa nini hawaji kujiandikisha? Tukaanza. Haya mama nani? Nyumbani kwako na watu wangapi? Na watu 5. Wangapi wamejiandikisha? Ngoja niulize. Anaanza kumuuliza mtoto wake, hajajiandikisha. Anaanza kumuuliza dada wa kazi, hajajiandikisha. Anaanza kumuuliza mume wake, hajajiandikisha. Kwa sisi lazima hii nyumba imejiandikisha, kumbe kajiandikisha mtu mmoja katika ile nyumba yenye watu 5 ambao wana sifa za kujiandikisha. Tulipoanza hivyo ndipo mabadiliko yakatokea, na sasa kwa sababu kasi ikaja mara 2 kwa sababu ya kugundua hivi kumbe inawezekana hii namba tukafikia, hadi Dodoma ikafanya vizuri. Nafikiri kwa kwanza nchi nzima eti. Lakini mwanzo kasi ya mwanzo ilikuwa ya kusita, watu wamesema hapana, mimi naambishia hapa viongozi wenzangu wasema mkuu hiyo ameexaggerate figure, haiwezekani. Nikamwambia hapana. Kwa hiyo tumejifunza kuwa nyie tunaweza tukawahamasisha. Nyie hatuna haja hata ya kuhamasisha kwa sababu tayari mmesha jihamasisha kwa kweli. Hata sentensi zokuwa zisikia hapa tayari mna hamasa iko juu kabisa ya kweli. Lakini changamoto ni wale ambao wanatuzunguka. Kwa hiyo lazima siku hiyo usiache. Hata mimi nyumbani kwangu binti yangu wa kazi alienda kujiandikisha siku ya mwisho. Kwa sababu narudi kila siku naambia mkajiandikishe, na mimi natoka zangu niko juu hivi, mkajiandikishe. Sasa siku hivi mmeshajiandikisha wote? Mimi bado. Kwa nini? Nilienda juzi nikakuta foleni nikarudi. Nikamwambia mama nataka kuletea kesi ngumu. Yaani nyumbani kwangu mimi ninapohamasisha watu, alafu nyumbani kwangu atoke mtu ajiandikishwe. Yaani leo hata kama foleni ni wapi na utajuta kwa sababu utakaa foleni leo masaa 8 na uhakikisha unarudi hapa umejiandikisha. Kwa hiyo unaweza ukaona sisi tumehamasika, lakini vijana
kuna kazi ya kuwafanya wakapige kura. Kwa wale watoto wetu tunao majumbani, wadogo zetu, vijana wetu wale, ni lazima siku hiyo uhakikishe, asikwambie mama mimi nitaenda baadaye, mama nitaenda. Yule ni wa kuondoka naye unapoenda kupiga wewe, kwa sababu kwanza hawana ustahimilifu. Ana mambo mawili. Akitoka pale kwenda tu ni tatizo. Lakini akifika kituo cha kupiga kura kuta foleni tu ndefu, anaondoka zake pale pale. Sisi tumeshahesabu hii kura na uhakika nayo. Alafu watu wanasema huyu hapa ni mtoto wa katibu wa chama. Huyu hawezi kukosa. Kumbe na yeye damu ile hala haijamuingia, hajaambukizwa nayo. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima siku hiyo tunaposema tumaanishe kweli tunataka watu waliotuzunguka pia tuhakikishe wameenda kupiga kura. Lakini swala nyingine ambayo tulisema lazima tuite wanawake tuongee na nyie kwenye swala la uchaguzi ni swala la amani na utulivu. Wakutuliza taharuki, wakutuliza sintofahamu. Kina mama anavumilia wengi, anapigwa afu anatoka anacheka, si ndio? Kwa hiyo tuambie watoto wetu wakiwa wametuta muhemko, ombea wa nini mwanangu, haya maisha utakuwa mkubwa baadaye utajua, hem tuende na safari yetu. Lakini wako watu ambao pia wanatoa vitisho fulani hivi. Mara mnasikia tutaandamana, mara mnasikia maneno fulani. Kwa maneno yale yapo watu wanaowapa pata hofu ya kusema kama kutakuwa na maandamano mimi hapa nisiende nikakuta kuna vurugu huko mjini. Naomba niwatoe hofu. Niwatoe hofu nyie kwanza kuwa uchaguzi utakuwa salama. Ili na nyie mkatoe hofu wale ambao wana hofu na wanawazunguka. Nchi yetu ya Tanzania imekuwa salama miaka yote. Hatuwezi kubeza watu wanaosema maneno, lakini tuhangaike kuwadhibiti kabla ya siku ya uchaguzi. Watu hao wako majumbani kwetu, tunasali nao, tunafanya nao biashara. Watu hao ni watu ambao ni wenzetu, tunaishi nao. Kwa hiyo tuanze tangu leo kuwaambia madhara ya mambo ya namna hiyo. Ili siku ikifika kila mtu ameshatulia, ameshapata amani, ameshajua Tanzania ni nchi ya amani, aende kupiga kura. Tusingoje siku hiyo unamwambia bwana twende bwana wewe twende. Wewe anza leo mapema. Na sisi ndio wenye vijana ambao wanapata miamko, tuanze kuambia vijana wetu, na sisi tulikuwa vijana. Sasa hivi ukiwa mtu mzima, ukiwa mtu na mwemko na mwenea huruma, laiti angejua haya mambo yani yanaga maana sababu umeshakuwa mkubwa, sasa yeye bado ni kijana. Kwa hiyo tuanze kuwaambia sasa vijana wetu asari na dunia ilivyo, kwa haya mambo hayana faida yoyote, bado saizi hajajua. Lakini tuwaambie historia ya nchi yetu ambayo pia imeendelea kuwa na amani. Tuwaambie matamanio ya mkoa wetu wa Dodoma kutamani kufanya maendeleo kuliko kushughulika na migogoro. Tuwaambie muundo mzuri wa serikali yetu ambao una nafasi, una fursa ya kusikiliza wananchi wake kunapokuwa na jambo. Lakini bahati mbaya watu wengi wanaoongelea vitu ambavyo vinapotosha amani ni wale ambao pia huwa hawafuatilii mambo ya serikali. Kwa watu wengi hata hawayajui. Kwa tutoe fursa, tumewaambia nyie serikali imefanya nini. Tutoe fursa ya kuwapa elimu na wao. Kuna mtu unamsikia kabisa, kwa sababu vijana unajua sasa hizi mitandao anayosikiliza hii. Yaani hana muda wa kusikiliza jambo la serikali hata dakika moja. Yeye akiwasha simu utasikia mimi naitoga wanamuziki hapa. Naanza kuambia zangu hivi, mmesema huyu wimbo wake maarufu ni upi? Maana nisi akaja hapa sio hata wimbo wake mmoja. Alikuja mmoja juzi hapa. Sasa nikamwambia msaidizi wangu, hivi naona watu wanaona ni maarufu. Hivi anaimba wimbo gani? Maana nitatia aibu kwa hata wimbo. Wenzangu wote wanajua nyimbo zake, wanasema power, mimi hata power sijui nini. Ndio msaidizi wangu akaliwashia pale sema, okay. Kwa hiyo alipokuja nikaanza power.